kukatia kiunoni, kushuka chini. Alikuwa hawezi kabisa kusimama na kutembea. Mpe Yesu makofi. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, na mfufua huyu mama kwenye hali ya umisukule na kurejesha mama na mwili wako. Njoo kwa jina la Yesu. Amka kuanzia leo. Amka kuanzia leo. Tembea kuanzia leo. Ndani yake tunakwenda. Ndani yake tunaishi. Ndani yake tunapona. Ndani yake tunatembea. Ndani yake tumefunguliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Pona uwe mzima katika jina la Yesu. Simama mama, simama mama. Simama, mwache. Mwache, simama mama. Stand up, simama. Simama mama. Alikuwa hawezi kusimama huyu mama. Simama. Huyu hapa. Simama mama. Twende mama taratibu. Tembea mama taratibu, tembea. Tembea. Tembea taratibu, relax mamangu, relax. Tembea. Alikuwa hawezi kutembea huyu mama, alikuwa hawezi. Mimi nashangaa watu wanaangalia kama ni wachawi, hawamshangilii Yesu. Hawamshangilii Yesu. Hawamshangilii Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Rakataya. Rakataya mande. Shakataya ba. Wangapi wanaona mama anavyokuja? Wangapi walimwona huyo mama anavyokuja? Alikuwa amebebwa, hawezi kutembea. Sasa hivi anatembea. Mpe Yesu. Amen. Rakataya paramaseke. Mama, nakuponya kwa jina la Yesu. Nakuponya kwa jina la Yesu. Hautokaa kwenye wheelchair tena. Hautatembea kama kiwete tena. Katika jina la Yesu. Ninaimarisha mifupa yako. Naimarisha mwili wako. Mama, uende ukaishi miaka mingi. Katika jina la Yesu. Wewe ni mzima. Kuanzia leo ni mzima. Kwa jina la Yesu. Nimechomoa adui yako aliyekuwa amekaa ndani yako. Nimemchomoa kwenye miguu. Nimemchomoa kiunoni. Nimemchomoa kwenye nyonga. Na leo umepona katika jina la Yesu. Watu wampe Yesu utukufu mkubwa. Yesu, wampe Yesu makofi. Piga Yesu makofi. Haleluya. Yesu anaweza. Piga Yesu makofi. Haleluya. Nimekuambia leo nimekuja kwa kazi moja tu. Kuhakikisha waliokuiba wanakurejesha. Kuhakikisha waliokuiba na kurejesha. Sema katika jina la Yesu. Kila aliyeiba miguu yangu, mikono yangu, macho yangu, nyota yangu, afya yangu, sema achia. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Piga makofi omba. Sema achia. 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 Achia macho yangu, achia miguu yangu, achia viungo vyangu, achia afya yangu, achia macho yangu, achia mikono yangu, achia mali zangu, achia familia, achia watoto, achia ndoa, achia uchumi, achia afya, achia akili, achia neema, achia kibali, achia uwezo, achia mamlaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia nafsi, achia roho, achia macho, achia mikono. Sema achia nyota ya utajiri. Achia nyota ya utajiri. Achia nyota ya utajiri. Achia nyota ya ndoa. Achia nyota ya kazi. Achia nyota ya kuzaa. Achia nyota, achia nyota. Wewe mume achia. Wewe rafiki achia. Wewe shangazi achia. Wewe bibi achia. Wewe mama achia. Wewe dada achia. Achia nyota yangu. Achia nyota yangu. Achia nyota yangu. Piga maombi. Mwambie achie, mwambie achie, mwambie achie. Mwambie achie, wanaachilia, wanaachilia. Kwa jina la Yesu aliye hai. Watashindana lakini hawatoshinda. Katika jina la Yesu. Sema kuanzia leo. Nyota yangu imenirejea. Mwili wangu umenirejea. Roho yangu imenirejea. Katika jina la Yesu. Njoo mama pale, njoo. Njoo. Naomba kiti kimoja hapa. Nataka mama tusimulie alianzaje kufika mpaka kwenye hali hiyo hapa. Njoo mama, njoo. Huyu mama amekuja akiwa hatembei kabisa. Alikuwa hatembei. Naona alikuwa amemshikilia na wewe ndio mtoto wake. Wangapi? Wow, yule ni mdogo wake. Mama njoo. Njoo mdogo wake, njoo. Oh my God. Njoo. Na nyinyi njoo, 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 njoo. Njoo. Nataka mtu simulie ilianzaje mpaka akawa hivi. Tupe experience. Ilianzaje? Asante. Microphone inafanya kazi? Asante. Karibu. Asante. Unaitwa nani, umetokea wapi?
Mimi naitwa Grace Lubango. Ndiyo. Mimi naishi Kongowe lakini mamangu anaishi Nzega Tabora. Okay. Huyu hapa. Okay. Pamoja na dada yangu huyu wote anaishi Nzega, Nzega. anaishi Mbezi. Okay. Chanzo cha tatizo la mama alikuwa na jino ambalo ni la bandia. Okay. Chukua. Alikuwa na jino ambalo ni la bandia. Katika kutembea tembea akahisi kiu, akanunua tikiti. Aliponunua lile tikiti akamekula. Baada ya kufika nyumbani akagundua lile jino halipo. Akarudi kutafuta sehemu aliyopita lakini jino hakuliona. Jino. Kuanzia pale kuna kitu kikawa kinatembea kifuani. Kinaweza kaje kabana hapa, kaje kabana hapa kwenye koo. Unasikia jamani? Kikawa kinabana kwenye koo. Akipiga x-ray hakuna kinachoonekana. Basi ikawa ile hali inamtesa, nikamwambia mama njoo huku. Tujaribu kupima vipimo vikubwa tuone kweli hicho kitu hakionekani. Kisipoonekana basi tutaenda kwenye maombi. Alifika siku ya Ijumaa. Alifika siku ya Alhamisi. Kufika Ijumaa akaingia kuoga. Alipomaliza kuoga, alipofika kukaa kitandani, apake mafuta hajaweza kuinuka tena. Kukatia hapa kiunoni kushuka chini, akawa anahisi ganzi, hawezi kabisa. Hawezi kabisa kutembea. Lakini chanzo lilikuwa ni lile jino. Jino lilipotea. Lilipotea mpaka leo hatujui lilienda wapi. Sikia jamani. Jino lilipotea. Baada ya hapo mama hawakuweza kutembea. Na wewe ni dada yake. Mdogo wake. Unamzungumziaje? Unazungumziaje? Hivyo mimi nilienda nyumbani na nikaa nimemwacha akiwa mzima, nikarudi zangu Mbezi. Nilipokaa muda wa mwezi mmoja kama amenipigia simu akaniambia mdogo wangu tunakumbuka na jino la bandia. Nikamwambia akasema sasa hivi jino langu limepotea na shida ya kifua. Kifua kinanisumbua. Ndio akawa amerudi tena huku huku Kongowe kwa ajili ya kuja kufanyiwa vipimo kwa sababu kule amefanyiwa vipimo vyote hatujaona. Akawa amekuja huku. Alipofika huku ndo kakuta na tatizo la kupata ganzi. Kupata ganzi huko kuanzia hapa kwenda chini. Ndio. Na mimi kani nimeenda huko nilienda kuanzia Alhamisi nilikuwa kule. Na kweli naiona hiyo hali ambayo inamsumbua mpaka hivi leo tunachukua hatua ya kuja huko. Wow. Na yule ni nani? Mtoto wake. Unasemaje na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimehangaika na mama yangu muda mrefu sana. Nikimpeleka hospitali akiangalia kile kijino wanakikosa. Mwisho wa siku nampeleka kwa mdogo wangu ili apeleke hospitali, lakini ndio ikamkuta tena hali hiyo ya kutokutembea kabisa. Lakini nikiwa kule nyumbani kuna mtoto wa shemeji yangu anasali hapa. Akaniambia mama mdogo mimi nimeenda kuombewa pale nimepona. Nikamwambia kwa nini mimi usiniunganishe pale nikampeleka mama kabla sijampeleka Jumanne Muhimbili. Nimpeleke kwanza kwenye maombi. Kwa nikawa nimeongea na mtoto wangu yumo anasali humo. Yule pale. Ndugu yako ni